naitwa Suleiman Haji Suleiman, ni balozi wa Tanzania au balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Watu wa China, Beijing. Majukumu yangu makubwa ni kuiwakilisha Tanzania au Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nchi za Jamhuri ya Watu wa China, Jamhuri ya Kisocialist ya Vietnam, Korea Kaskazini na Mongolia. Ndugu waandishi, lengo la kuomba kukutana na nyinyi ni kuwaelezea namna gani mashirikiano yetu baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 61 sasa yalivyo, na hatua tuliofikia na malengo gani tunayo kama Tanzania ambayo ni rafiki, tunaamini ni rafiki wa karibu wa Jamhuri ya Watu wa China. Hilo moja, lakini la pili, kuarifu rasmi kwamba kwa mwaka huu kwenye maonyesho ya Sabasaba tutakuwa na banda letu pale, banda la uwakilishi au balozi wa Tanzania kule Beijing. Tutafungua banda hapa tukishirikiana na wadau mbalimbali wa hapa nyumbani ambao ni TISEZA, Bwana George hapa na timu yake, lakini kuna Tantrade, kuna taasisi za kifedha za hapa nyumbani, wafanya biashara wakubwa na wadogo, kuanzia madini, wafanya biashara wa Kariakoo, wakulima na wengine wote ambao wanafaidika kwa njia moja au nyingine na biashara zao katika Jamhuri ya Watu wa China. Kwa hiyo ndugu waandishi, kama nilivyosema hapo awali kwamba lengo la mkutano huu ni kuzungumza na nyinyi waandishi, through nyinyi kuwapa taarifa wa Tanzania kuhusu majukumu au malengo hayo mawili ambayo tumeyaweka. Na kwa kweli niseme kwamba China na Tanzania tumekuwa na fursa adhimu za kiuchumi ambazo zinapatikana kwa nchi zote mbili. China inafaidika Tanzania, lakini na Tanzania inafaidika China, na hasa kipindi hiki chini ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo imeweka kipaumbele katika diplomasia ya uchumi ili kuchochea uzalishaji, ajira na kukuza mapato ya taifa letu. Ndugu waandishi, hatua hizi tunazozishuhudia leo ni matokeo ya utekelezaji wa falsafa ya Rais Samia ya 4R, ambazo ni maridhiano, mabadiliko ya fikra, mageuzi na kujenga upya. Kupitia falsafa hii, Tanzania imefanya mageuzi makubwa yaliyofungua milango ya masoko na kuvutia uwekezaji kutoka China, hasa katika maeneo ya nishati mbadala, uchumi wa buluu, miundombinu ya kidijitali na kadhalika. Tunaelewa kwamba mnamo tarehe 1 Mei mwaka huu, serikali ya Watu wa China ilitangaza rasmi kuondosha tozo la ushuru kwa bidhaa zote zitakazotoka katika bara la Afrika. Hiyo ni hatua muhimu sana, na nimeona ni vyema niwape taarifa rasmi wa Tanzania